Bwana, kama ulikuwa ujui, ndio nakufahamisha kwamba Simba ndio klabu ambayo imevuna kitita kikubwa sana cha fedha kwenye mfululizo wa miaka hivi karibuni, tangu msimu wa mwaka 2018-19 ambao kimsingi ulikuwa kama ndo msimu wa revolution, msimu wa mapinduzi kwao, kwa miamba hii kutoka Tanzania. Sasa basi, wakati huu tunakwenda kuangalia jumla ya fedha ambazo wamezivuna Simba. Ni pesa nyingi kweli kweli. Ikumbukwe wamecheza robo finali 4 za ligi ya mabingwa, na wamecheza robo finali 1 ya shirikisho, na wamecheza finali 1 ya shirikisho. Tukaangalia wastani wa fedha walizovuna Simba ni kiwango gani. Hii ndio timu ambayo imepata fedha nyingi zaidi tangu 2018-19 mpaka tulipo, sio tu Tanzania, hata ukanda wa Afrika Mashariki na Kati kwa maana ya Sekafa. Lakini ndio timu namba 2 kwa ubora kwa Sub-Saharan Africa. Ukitoa Mamelodi Sundowns, basi Simba wanafuatia. Tukienda kuangalia msimu wa mwaka 2018-19 ambao kimsingi msimu huu utakumbukwa walimtoa Nkana Red Devils katika zile hatua za preliminary, wakaingia group stage ambako walipangiwa na JS Soura, Vita Club pamoja na Ahli. Mchezo wa mwisho dhidi ya Vita Club wakafanikiwa kufuzu kwenda hatua ya robo finali. Baada ya kufika robo finali, wakatolewa na Tupuisa Mazembe Englebe kutoka Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Msimu huu walifika hatua ya quarter final, hatua ya robo finali, na robo finali kwa wakati huu ilikuwa inalipwa dola za Kimarekani 650,000 USD. Exactly. Hii ndio fedha ambayo ilikuwa inatolewa. Na kwa kipindi hiki ilikuwa bado baadaye Mosepe alikuja akapandisha thamani ya fedha, lakini kwa wakati huu ilikuwa dola 650,000. Thamani yake ni kama Tanzania shillings bilioni 1.75. Zaidi ya bilioni 1.75 ndio fedha ambayo walivuna Simba. Lakini tukija katika msimu mwaka 2019 na 20, msimu huu ulikuwa ni empty kwa sababu waliondolewa katika hatua za awali dhidi ya UD Songo ya Central Mozambique kule Msumbiji. Hii timu ya Mixon, nadhani wengi tunafahamu kuhusu msimu huu. Kwa hiyo msimu huu Simba hawakupata kitu. Msimu uliofuata wa 2020-21, mnyama Simba alifanikiwa kutinga mpaka hatua ya quarter final ya Champions League. Yes, ilikuwa ni quarter final ya Champions League, na hapa wakatolewa na Chief Kaizer au Kaizer Chief ya Afrika Kusini. Na yenyewe pia ilikuwa kama huu, kwa maana walivuna dola za Kimarekani 650,000 USD, ambayo kwa fedha kitanzania ni Tanzania shillings bilioni 1.75, zaidi ya bilioni 1.75. Sasa hizi reti za dola za Kimarekani huwa zinabadilika. Kwa wakati huu haikuwa exactly figure number ni hii, lakini ni fedha ambayo inashabihiana, kwa sababu reti haibadiliki sana, zinatofautiana namba chache tu, na inakuwa kwa vipindi. Kwa hiyo kuna rate namba ilikuwa kubwa, kuna kipindi rate ilikuwa chini kidogo. Kwa hiyo tunakwenda na rate hii ambayo ipo sasa, tukiwa tunaassume kwamba ndio ilikuwa kwa wakati huo, kwa maana ya approximation ambayo tunaifanya hapa. Ukiacha hapo, msimu mwaka 2021-22 Simba Sports walicheza pia hatua ya ilikuwa ni hatua ya quarter final ya CAF CC, kwa maana ya kombe la shirikisho Afrika, na hapa wakaishia hatua ya robo finali. Huu ndo msimu ambao walikutana na RS Berkane katika hatua ya makundi, walikutana na US Gendarmerie katika hatua ya makundi pamoja na ASEC Mimosa, na wakafanikiwa kwenda hatua ya robo finali, na robo finali wakatolewa dhidi ya Orlando Pirates ya Afrika Kusini, ambao msimu huu walivuna dola za Kimarekani 350,000 USD kwa pesa ya Kitanzania, Tanzania shillings bilioni 942. Hiyo ni kwa fedha ya kumradhi, ni milioni 942 kwa fedha ya Kitanzania. Yes, kwa hiyo hii ndio fedha ambayo walivuna kwa msimu huu. 2022-23 mnyama Simba akarudi tena katika quarter final ya Champions League, na hapa alikutana na Wydad Casablanca, yes, ya Morocco, na wakatolewa Simba kwa changamoto ya mikwaju penalty kule Casablanca, Morocco.
Buli Sambu aliruka juu na kufunga goli la kusawazisha baada ya hapa kushinda goli moja Simba, na kule ikawa moja. Goli la hapa lilifungwa na Jean Baleke Otos. Kwa hiyo msimu huu quarter final ya Champions League walivuna dola za Kimarekani 650 USD, ambayo ni sawasawa na Tanzania shillings bilioni 1.75 exactly. Sasa hii yote ilikuwa CAF wanalipa the same, yani mzigo ambao ulikuwa unatoka umote ulikuwa unafanana kwenye Champions League, kwa maana miaka hii ilikuwa bado fedha haijaongezwa. Msimu wa mwaka 2023-24 Simba walicheza tena quarter final ya Champions League, na msimu huu walitolewa dhidi ya Al Ahly ya Misri. Yes, baada ya kutolewa wakavuna kiwango cha shilingi dola za Kimarekani 650 US dollars, ambayo ni zaidi ya bilioni 1.75. Naam, baada ya hapa hii ndio robo finali ya 4 kwenye michuano ya kombe la ligi ya mabingwa Afrika msimu huu wa 2024-25. Ndio msimu ambao wamevuna fedha nyingi zaidi, wamefanikiwa zaidi katika hatua ya finali. Huyu ni finalist ambaye alicheza finali, kwa hiyo nafasi ya pili ni final namba 2 ya CAF CC na kuvuna USD milioni 1 ambao ni zaidi ya Tanzania shillings bilioni 2.69. Yes. Kwa hiyo msimu huu Simba ambao wamecheza fainali ya kombe la shirikisho ndio msimu bora zaidi kwao katika michuano ya CAF tangu walipoanza revolution ya msimu mwaka 2018-19. Msimu huu ndio umekwenda kucement. Wanachodaiwa kwa sasa ni kombe tu, lakini kwa maana ya mafanikio tayari wameyapata kwa maana kucheza fainali. Kwa hiyo tukija kucount hizi fedha, jumla itakuwa wamepata shilingi ngapi? Tukenda mathematically, hizi dola za Kimarekani bilioni dola za Kimarekani USD bilioni 1.75 tukizifanya mara 4, kwa sababu hizi ziko 4. Kuna hii hapa, kuna hii hapa, kuna hii hapa na hii hapa. Tukifanyia hesabu mara 4, yani bilioni 1.75 zaidi, tukizifanya mara 4 tunapata zaidi ya bilioni 7 za Kitanzania. Yes. Tanzania shillings bilioni 7 ndio ambayo tunaipata tukikaunti hapa. Lakini tukija kuongeza na katika kombe la shirikisho msimu wa 2021-22 walipata milioni 942. Milioni 942 Tanzania shillings, ambayo tukija kujumlisha na msimu huu kwa maana ya bilioni 2.69, tukija kuzidisha na za msimu huu kwa maana ya milioni 942 tukijumlisha bilioni 2.63 tunapata zaidi ya bilioni 3.6 za Kimarekani za Tanzania. Tanzania shillings bilioni 3.6 plus zaidi ndiyo ambayo imepatikana. Kwa hiyo tukija kuileta katika bilioni 7, tukija kuiweka katika bilioni 7 ambayo wameipata kwenye michuano ya ligi ya mabingwa, hapa utapata CAF CL bilioni 7 wamevuna, tufupishe tu 7 billion Tanzania shillings wamevuna. Lakini katika CAF CC wamevuna bilioni 3.6 plus za Kitanzania Tanzania shillings. Kwa hiyo jumla wana zaidi ya bilioni 10 ambayo wameivuna katika misimu hii. Hii ni roughly approximation, zaidi ya bilioni 10, kwa sababu ni fedha nyingi zaidi ya hiki ambacho tunakiona hapa, lakini kwenye makadirio ya hesabu tunaweka zaidi ya bilioni 10. Nadhani tumeelewana vizuri kabisa. Kwa hivyo hizi fedha ambazo wamezivuna hapa tangu 2018-19 ndio timu ambayo imevuna fedha nyingi zaidi kuliko timu zote kutoka ukanda wa Afrika Mashariki na Kati katika michuano hii ya CAF kwa ngazi ya klabu. Kwa hiyo licha ya Simba kukosa ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika, lakini performance yao imeonekana kuwa bora. Hiki ni kitita kikubwa cha fedha, lakini bado safari inaendelea. Pengine msimu unaofuata huenda wakaleta ubingwa wa ligi ya mabingwa Afrika. Hili linasalia kwao. Na wewe una nafasi ya kushare comment yako.
Weka komenti yako hapo ili tuone mtazamo wako juu ya nafasi ya Simba katika kubeba ubingwa wa ligi ya mabingwa Afrika katika msimu ujao.